Wananchi wa kijiji cha Gawae, kata ya Chihanga, jijini Dodoma, wamehimizwa kuendelea kuzingatia masuala ya afya na lishe bora ili kujenga jamii yenye afya njema na kupunguza tatizo la utapiamlo, hususan kwa watoto, wajawazito na kina mama wanaonyonyesha. Wito huo umetolewa leo katika maadhimisho ya siku ya afya na lishe yaliyofanyika katika kituo cha kutolea huduma cha Gawae, ambapo shirika la Action for Community Care kwa kushirikiana na wataalamu wa afya na viongozi wa serikali za mitaa limeendesha shughuli mbalimbali za utoaji elimu ya afya na lishe kwa wananchi wa kijiji cha Gawae, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha afya za jamii. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, meneja mradi wa shirika la Action for Community Care Dodoma, Margaret Mukama, amesema lengo la maadhimisho hayo ni kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa lishe bora, huduma za afya na matumizi sahihi ya huduma zinazotolewa katika vituo vya afya. Na nimekuja kwa niaba ya mradi wa malezi ambao sana unahusiana na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuanzia 0 mpaka miaka 8. Na lengo la kuja hapa leo katika mtaa wa Gawae kuweza kushiriki na wananchi wa Gawae kuhusiana na siku ya Sali. Siku ya Sali tumeweza kushiriki na wananchi wa Gawae ili tuweze kutoa elimu ya masuala ya lishe pamoja na afya kama mojawapo ya maagizo ambayo yanafanyika katika kila mitaa na elimu hii ya lishe bora kwa mtoto. Na lishe hii imetolewa sio kwa mtoto tu. Na sisi kama wadau tunashirikiana na serikali ili kuweza kusukuma gurudumu la malezi na mafunzo aliyotoa ngazi ya kaya pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunatumia wataalamu ambao tumekuja nao lishe ili aweze kuongoza elimu mbalimbali ya masuala ya lishe. Lakini tunaona kwamba tukitumia hizi siku za Sali tunapata wananchi wengi na wanaweza kufaidika na hii elimu kwa ajili ya faida ya watoto wetu ambao wako chini ya miaka 8. Na hili kundi tunaona ni muhimu sana kwa ajili ya ukuaji wao. Na wataalamu kama wanavyosema, tunatakiwa wekeze kwenye hili kundi kwa sababu ni kundi mojawapo ambalo lina uwezo wa kukamata na kuelewa zaidi katika umri huu kuliko kipindi kingine chochote. Naye afisa lishe Frida Molel amesisitiza umuhimu wa wananchi kuzingatia mlo kamili unaojumuisha makundi yote ya vyakula ili kukabiliana na changamoto za utapiamlo na magonjwa yanayotokana na lishe duni. Leo tulikuwa na maadhimisho ya siku ya afya na lishe, yani Saliki, ambayo azimishwa kwenye mtaa wa Gawae, ambao tuliweza kufika kuungana na wanakijiji hawa ili kuweza kuisherehekea au kuadhimisha siku hii. Na tulipata muda mzuri wa kuweza kufanya jiko darasa pamoja na wakina mama ambao wana watoto wa chini ya miaka 5, lakini pia hawakuwa wakina mama tu, walikuwa wakina baba, wakina mama pamoja na wakina baba ambao walishiriki. Tuliweza kupika pamoja, na kikubwa ambacho tuliweza leo kuweza kuongea na wakina mama wa eneo hili ni kuhusiana na matumizi ya maziwa ya mama. Wakina mama wengi wamekuwa wakijua kwamba matumizi ya maziwa ya mama ni kunyonyesha tu. La hasha, matumizi ya maziwa ya mama yanafaa pia kwenye kuandaa vyakula vya watoto. Kamua maziwa yako vizuri, yahifadhi kwenye chombo. Andaa chakula, ule muda umeandaa uji wa mtoto au matunda ya mtoto, una uwezo wa kuongeza maziwa ya mama ukayachanganya. Kama tunavyojua, maziwa ya mama yana virutubisho vyote muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Lakini pia maziwa haya hayana gharama. Unahitaji tu kukamua kutoka kwenye ziwa lako na kuongeza kwenye chakula cha mtoto. Kwa hiyo tumeweza kuwafundisha wakina mama kwa vitendo namna ambavyo wanaweza wakaandaa matunda, parachichi, ndizi, wakaponda kisha wakaongeza maziwa ya mama na kukoroga na kupata uji ambao ulikuwa ni mtamu sana. Kwa hiyo wakina mama wamefurahia sana uji huo, na watoto pia wameweza kunywa, na tumewahakikishia kwamba wakitumia vyakula hivi watoto wao watakuwa vizuri. Kwa upande wake, afisa maendeleo wa kata ya Chihanga Hamisi Mgogolo amesema ushirikiano kati ya wananchi, wataalamu wa afya na wadau wa maendeleo ni muhimu katika kuhakikisha jamii inakuwa na afya bora na maendeleo endelevu. Leo ni chachu kwa kuboresha afya za mama na mtoto. Tumekuwa na mazoezi haya kila baada ya robo maana yake baada ya miezi 3 tunafanya mafunzo haya kwa hawa mama na watoto kwa ajili ya kuhakikisha afya ya watoto inaimarika.
Kwa mafunzo ya leo yameongeza chachu sana, tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunayafanya sisi wenyewe kwenye ngazi ya kata tu. Lakini kwa kuchanganya kwa kushirikiana na watu wa wilaya na wadau wengine, mafunzo haya yataendelea kuboresha sana afya za watoto wetu. Baadhi ya wananchi walioshiriki maadhimisho hayo wameeleza kuwa elimu waliopatiwa itawasaidia kubadilisha baadhi ya tabia zisizofaa na kuimarisha afya za jamii na familia zao. Kwa majina yangu naitwa Teddy Simon Yumbo, ni mkazi wa mtaa wa Gawaye, mtaa wa Azimio. Kwa mafunzo haya tuliyopitia watoto wetu tumejifunza mambo mazuri, na tutahakikisha kwamba tunakwenda kufuatilia mafunzo tuliyopewa kwa ajili ya watoto wetu ili wakue wakiwa na afya njema. Tunawashukuru sana kwa kutuletea haya mafunzo. Kwa maana haya mafunzo yanaenda kuwawezesha wakina mama kuweza kulisha, kuwapatia lishe bora kati ya watoto walio chini ya miaka 5. Hivyo tumefurahi sana, maana wamejua jinsi, kwanza wameelewa kwamba chakula kinaweza kikachanganywa pia na maziwa ya mama, na vile vile hata uji unaweza ukatengenezwa uji kutokana na matunda mbalimbali na mboga. Hivyo yametuwezesha sana, yametupa ufahamu mzuri kwa siku ya leo. Maadhimisho ya siku ya afya na lishe katika kijiji cha Gawaye yamekuwa jukwaa muhimu la kuwajengea wananchi uelewa kuhusu umuhimu wa lishe bora, kinga dhidi ya magonjwa na matumizi sahihi ya huduma za afya, hatua inayotarajiwa kuimarisha ustawi wa jamii na kupunguza changamoto za afya katika eneo hilo. Nikiripoti kutoka Gawaye, langu jina ni Anwar Shabani na hii